Pitisha na sio kwa sababu yetu sisi sisi bana tumekaa huko. IMF umewasikia mtaja. Lakini IMF hawajahitaja Urusi peke yake. Wametaja nchi za Afrika rafiki yangu. Sio uliziona rafiki yangu? Ndio. Tanzania ilikuwepo. Nashukuru kama uliona na Tanzania ilikuwepo. Nimeona bwana IMF wametaja nchi ambazo zinaendelea kukua kiuchumi zaidi huko Afrika Mashariki pia zikiwepo. Sio Tanzania tu, wako rafiki zangu Rwanda, wako Uganda hapo. Zimekuwa moja ya nchi ambazo zinakuwa kwa kasi sana kwenye masuala ya uchumi. Yes, na kimsingi ni kwamba kwa mfano Tanzania inatajwa kwamba kwa sababu imewekeza kwenye miundombinu. Ukiwekeza kwenye miundombinu unakuwa umeenda kuwekeza kwenye sekta ambazo zinagusa idadi ya watu wengi. Sawa? Kwa mfano utazama miradi kwa mfano ya SGR, mwendo kasi, miradi ya ndege, sawa? Miradi ya umeme, ili miradi ambayo kitazama inaenda kuchechemua uchumi wa watu wengi. Kwa Tanzania imetajwa kwa sababu imeenda kuwekeza kwenye miradi ya kimkakati ambayo inaenda kugusa watu wengi. Ukiwekeza kwenye nishati, ukiwekeza kwenye miundombinu, ukiwekeza kwa mfano kwenye rasilimali watu, maana ni kwamba unaenda kuboosti uchumi wa watu. Na kwa mfano kuna hii ripoti vile vile ukitazama ya IMF vile vile wanasitaja nchi za Pacific ya mbali. Taiwan, China, India, Malaysia, Singapore, Cambodia, sawa, Vietnam, Cambodia. Yes. Hivyo ambavyo Trump amenafanya safari juzi. Tutazungumza. Hizi ni nchi ambazo inatajwa vile vile kwamba kuna dunia baadaye. Yaani uchumi utakuwa au milikiwa na Ulaya. Utamilikiwa na hizi nchi za Pacific. Kwa sababu cha kwanza una watu wengi. Ukiwa na watu wengi, huo ni mtaji. Na sio unakuwa na watu wengi vile vile, unakuwa na watu ambao wanakuwa ni productive. Yaani watu ambao wameandaliwa kimkakati. Tunaita hiyo inaitwa ni smart power. Alitufundisha Professor Joseph Nye. Professor Joseph Nye alikuja na dhana tatu. Huyu ni professor wa Harvard. Hard power, soft power na smart power. Namna gani watu wako muandaa mkakati waweze kufikia tija za kiuchumi duniani? Hiyo ndio mkakati ambao unafanya China. Ndio maana leo hii kuna watu duniani ulipokela wanaandaa watu kwenye gesi, kwenye mafuta, kwenye teknolojia AI kwenda kutafuta fursa duniani. Kwa hiyo kuna mataifa ambayo yana utajiri. Afu kuna mataifa wanaandaa watu. Sasa je, nyinyi mnaweza mkao unamtajiri mta maintain muda wote baadaye na hao watu kwa mataifa kwa mfano Marekani, China sasa hivi, India ni moja ya taifa ambayo ina uzaleba duniani. Wafanya kazi. Yani makampuni mengi ya Kiafrika wamekuwa tazama manager ni Wahindi. Kwa sababu taifa lao limeandaa rasilimali kazi kwenda kuuza leba duniani. Kwa hiyo sasa vile vile namna gani taifa limeandaa katika rasilimali watu. Okay, sawa, mimi nimekuelewa sana. Lakini kwa hawa rafiki zangu wa wengine na wenyewe kutajwa kwenye hii ripoti inatoa picha gani hasa? Kwanza ukitazama sasa hivi uchumi wa India umekuwa ni mkubwa kuliko hata uchumi wa Uingereza. Uchumi wa India. Ambao zamani India ukizungumza Uingereza unazungumza ni taifa kubwa zaidi. Lakini uchumi wa India unafanya vizuri kuliko taifa la Uingereza. Mataifa mengi ya Ulaya yanapitia kuna recession. Ndio maana hata kuna uchaguzi mwaka jana duniani zilifanya uchaguzi nchi 60 duniani. Wananchi bilioni 3 walifanya uchaguzi. Na mataifa mengi yalikuwa ni mataifa ya Ulaya. Vyama vingi vya Kiafrika vimeshinda. Wakina Frederick Merz, Labour wakashinda, Trump wakashinda. Maana ni kwamba recession inawapiga nchi za Ulaya. Bana, ripoti ya IMF tukipitia hivyo ukafahamu kidogo uchumi wa Urusi kwa sababu gani na yenyewe imetajwa mule iko vizuri. Umesikia na baadhi ya mataifa ambayo yanaonekana mambo kuwa sawa. Benin pia. Yes. Cote d'Ivoire, Ivory Coast hiyo sio? Wakina Rwanda, wakina Uganda. Kwa mfano hapa ndugu zetu kwa Paul Kagame wao. Taifa lenye watu milioni 15. Paul Kagame naye kutajwa kwenye ripoti ya kwamba ni taifa linalokuwa kwa kasi kiuchumi. Na wanaifanisha kama na Singapore ya Afrika Mashariki. Acha bana. Kwa namna inavyokuwa inafanisha na Singapore ya Afrika Mashariki. Cha kwanza watu. Kuwekeza katika rasilimali watu. Ukijenga watu unajenga mafanikio. Hii ni taifa ambalo limewekeza kwenye teknolojia AI. Unapozungumzia nani state actors, yani zile taasisi za teknolojia, nenda Rwanda. Sawa, kile vile mifumo ya kielimu. Ukiwekeza kwenye elimu, maana unawekeza kwenye nguvu kazi. Sawa, miundombinu. Sawa, lakini vile inatajwa vile kwa sababu of course kwa sababu ni taifa ambalo lina watu wachache,
ni rahisi vile kupanga zaidi, kwa sababu kutazama nchi ya Rwanda hata Morogoro au Tabora unachukua ni kubwa zaidi kuliko nchi ya Rwanda. Lakini ina maana gani kwa Afrika, kwa nchi za Kiafrika nazo kutajwa kukua zaidi kiuchumi? Afrika ni ukitazama ni eneo la kimkakati. Cha kwanza lina watu bilioni 1.5. Unajua watu wa China ndio sasa na watu wote wa Afrika. Ukikusanya idadi China ina watu bilioni 1.5. Afrika ina watu bilioni 1.5. Lakini faida ya Afrika ina vijana wengi. Kwa ripoti za kiuchumi zinataja kwamba lazima waweze kuwekeza kuna human development, kujenga watu na kujenga skills, yani kutoa elimu ambayo itakuwa inaweza kuwa productive, elimu ya siku sasa, ili kundi kubwa la watu liweze kuwa na tija katika diplomasia, katika uchumi, wanasema zile entrepreneurship skills, yani ujuzi wa kijasiriamali uweze kuwekeza teknolojia. Kwa Afrika nafasi yake duniani kwa sababu ina watu wengi, ina vijana wengi, kwa ni rahisi wenyewe kupiga hatua zaidi za kiuchumi. Safi sana bana. Kasema hili inabidi mchungu tulitazame. Of course ilitokea weekend, lakini ningesema kwa sababu hatukuepo hapa, acha tuliangazie. Sio ulisikia kauli ambayo